Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima ubuheri wa afya na penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio katika taifa la Tanzania. Kuna tangazo hatari ambalo limeweza kutangazwa katika taifa la Tanzania kabla ya maandamano yasiyokuwa na kikomo ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu kwanza rasmi. Tangazo hili ni lipi? Habari zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari zinasema ya kwamba bodaboda na bajaji ni wahalifu. Msiwauzie mafuta zaidi ya lita 2 ili wasihamasike. Ni ujumbe ambao umeweza kuwasilishwa na vyombo vya dola katika taifa la Tanzania kama njia moja ya kuzuia maandamano ama uhalifu baada ya tangazo kutangazwa kwamba Gen Z na Watanzania wanaenda kuwa na maandamano yasiyokuwa na kikomo kuanzia siku ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu 2025. Kabla nizame kwa undani, nashukuru kwa wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like, na ikiwa huja subscribe na kuomba tukaweze kusubscribe kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishwa na kuandikiwa subscribe. Kadi kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Kenya TV. Utakuwa unapokeza notification information kwa Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Karibu ili tusonge mbele pamoja, na unaweza kusambazia watu wawili watatu katika vikundi mbalimbali kwa mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili waweze kujua ni kipi ambacho kinaendelea sasa hivi. Hatari kubwa imeweza kutangazwa katika taifa la Tanzania, haswa kwa waendeshaji bodaboda kwa sababu ya maandamano ambayo yamepangwa kuanzishwa rasmi siku ya tarehe 9 mwezi wa 12 ambayo yanadaiwa kuwa yasiyokuwa na kikomo. Naomba tuweze kusoma ujumbe ambao umeweza kutufikia katika meza yetu ya habari. Ni kwamba serikali kupitia OCD wa Chunya imewaelekeza wamiliki wa vituo vya kuuza mafuta kutowauzia mafuta mengi waendesha bodaboda na bajaji, hatua inayodaiwa kuwa sehemu ya maandalizi kuelekea tarehe 9 Disemba, siku ambayo vijana wa Gen Z wametangaza kufanya maandamano ya nchi nzima. Kwa hivyo serikali imeangalia ni mikakati ipi ambayo wataweka kuhakikisha ya kwamba hakutakuwa na maandamano, hakutakuwa na uhalifu, hakutakuwa na mambo ya kuchoma bidhaa za wengine. Ni kuweka amri kwa wale ambao wanamiliki vituo vya mafuta ili wasije wakawauzia waendeshaji bodaboda na bajaji hapa na pale mafuta zaidi ya lita 2. Lakini kuna swali ambalo tunajiuliza. Je, ikiwa mtu anaenda masafa marefu, akona customers ambao anataka kusafirisha ama mizigo fulani anataka kufikisha eneo fulani, na bodaboda huenda itumie zaidi ya mafuta ya maybe lita 2, kutakuwa aje? Haya, akizungumza na waandishi wa habari, afisa huyo amewatuhumu madereva hao kuwa ndio wahalifu wakuu, akidai kuwa wanapokuwa na mafuta mengi wanapata ujasiri na hamasa ya kusogea kutoka eneo moja kuelekea jingine, hivyo kuongeza kile alichokiita hatari ya uvunjifu wa amani. Kumaanisha kile ambacho wanajaribu kudai ni kwamba wanabodaboda wanaweza kubeba watu kutoka eneo moja kuelekea lingine. Ikiwa uhalifu umeweza kutekelezwa eneo hili, wanaweza enda eneo lingine wakitumia bodaboda. Kumaanisha wakati hawana mafuta ya kutosha hawawezi kutoka eneo moja kuelekea eneo lingine ama kusafirisha wale ambao watakuwa kwa maandamano. Lakini hatua hii inaweza kuafikiwa kweli, kwa sababu mtu amefungua biashara zake, akona kituo cha mafuta, anauza mafuta kila wakati. Unaweza kumzuia ili asije akauzia
watu mafuta zaidi ya lita 2, na yeye amefungua siku hiyo kufanya biashara ili kujinufaisha, kwa sababu hakuna serikali ambayo itakulipia mahala ambapo unaishi ama mmepangisha. Hakuna serikali ambayo itakununulia mkate wa asubuhi, mchana lunch, jioni. Hakuna serikali. Sasa unazuiliwa kutofanya biashara ya mafuta. Kwenda chini wanasema ya kwamba OCD huyo amesema wameanza kuwaelimisha wamiliki wa vituo vya mafuta kuhakikisha hawauzi bodaboda na bajaji mafuta kwa kiwango kinachoweza kuwafanya washindwe kuzunguka. Wakati wa siku ya maandamano, hatua hiyo imeibua maswali kuhusu matumizi ya mamlaka ya kiusalama katika kudhibiti uhuru wa watu kusafiri na kujimudu kimaisha. Kumaanisha wameanzisha mchakato wa kutembea katika kituo mbalimbali, every station, yani kwa vituo zote za kuuza mafuta, kuwaeleza vile watafanya biashara zao. Kumaanisha wanajua kwamba maandamano haya lazima huenda yatakuwa ya tarehe 9. Unajua serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan iliweza kufutilia mbali maadhimisho ya uhuru katika serikali ama katika taifa la Tanzania, kwa sababu tangu Tanzania ijinyakulie uhuru ni zaidi ya miaka 64 iliyopita. Sasa na kila mwaka tarehe 9 mwezi wa 12 lazima kutakuwa na sherehe kwa marais wote ambao wamekaa Ikulu, lakini Samia Suluhu Hassan akafutilia mbali sherehe hizo, haziendi kufanyika siku hiyo, na akasema zile hela ambazo zinaenda kutumika kwa mikutano hiyo ijenge taifa la Tanzania. Na watu wamekuwa wakisherekea uhuru. Ndio tunaelewa ni hela zinatumika, lakini ni vile huenda wameona maandamano huenda ya shike kasi na kuleta hintilafu hapa na pale. Wala maafisa wa polisi ambao watakwenda kwa zile sherehe lazima waende kuhakikisha kwamba kuna usalama wakati wa maandamano hayo, kwa sababu vijana wa Gen Z walikwisha tangaza kwamba siku hiyo wataanzisha maandamano yasiyokuwa na kikomo ili kupata katiba mpya, kupata serikali ya mpito ambayo itashikilia kwa muda, kupata tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania, na kura ziweze kuandaliwa katika taifa la Tanzania ili wabunge, madiwani na hata rais wala ambao wako mamlakani waondoke, kwa sababu hawakuchaguliwa kihalali. Na hata Chadema kupitia Tundu Lissu naye amezungumza, amesema kwamba rais yeye mwenyewe amedai, niliweza kufanya uchanganuzi huo, amedai kwamba rais yule ambaye yuko mamlakani Ikulu sio rais halali. Niliweza kufanya uchanganuzi huo. Sasa ni vile inaonekana ya kwamba hii ni njia moja ya kudhibiti ama kuzuia maandamano katika taifa la Tanzania, lakini hili linaweza kuzuia maandamano kwa sababu kuna uwezekano wa watu kutotumia pikipiki kusafiri kutoka eneo moja kuelekea lingine, wasafiri tu kwa mguu. Ili kuandamana ni kuandamana kwa amani, kuwasilisha malalamishi yao ili waweze kushughulikiwa kama Watanzania. Hii ni baada ya maandamano makubwa kushuhudiwa wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, jambo ambalo liliweza kusababisha maafa mengi kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Na ICC imealikwa kwa sababu kesi imeweza kuwasilishwa katika mahakama hiyo ili kuanzisha uchunguzi kujua ukweli halisi wa mambo kuhusiana na maafa yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania. Je, nauliza swali, kuna uwezekano wa kudhibiti maandamano wakitumia kuzuia bodaboda kutouziwa mafuta kiasi cha kupita lita 2? Utadirikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa kukueleza yale ambayo yanaendelea hasa katika taifa lile la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a video clip, you'll be notified automatically that we have uploaded the video clip to watch. Remember to share our content also have WhatsApp groups and develop Facebook. That is only way we can continue building this channel of ours on Kenya TV. Let's meet in the next video. Bye bye.